Wapendwa watazamaji wangu, nabii mwonaji, nimekuja tena kuwaletea somo la siku ya leo. Na siku ya leo ninataka kuzungumzia kuhusu misimu. Misimu imewatesa watu wengi sana duniani. Kila mahali popote duniani unakoenda, watu wengi wameteswa na nguvu za misimu. Na misimu imekuwa kero katika familia nyingi. Misimu imewaharibia watu wengi maisha. Kuna watu wengi wameenda kule kwa misimu, wakaenda kuitambikia, wakaenda kutambikia misimu ili iweze kuwasikia, iweze kuwasamea kwa makosa waliofanya. Hadi leo hawajapata jawabu. Misimu inaweza kukufanya usiweze kusonga mbele wala kufanikiwa katika maisha yako. Unaweza kuenda kwa mtu ambaye ni mganga au wanaosema ni wataalamu, akakupa dawa, na dawa hii ni ya kimisimu, imechanganywa ndani na nguvu za misimu. Na ile misimu ukikosea masharti yake, inakuja inakufungia njia zako. Kama ulikuwa na biashara nzuri, wateja wanakosekana kabisa. Yaani misimu katika familia nyingi, misimu zimewaweza kuwafanya watu wengine kuwa masikini. Misimu inaweza kukufanya uwe masikini. Misimu inaweza kukufanya uwe tajiri, kama unajua njia ya kuitumikia, kwa sababu ni falme. Hapa duniani kuna falme. Kila mtu mahali umesaliwa, ndani ya familia uliosaliwa, ndani ya ukoo uliosaliwa, ukaitwa jina. Ukapewa jina la babu, jina la nyanya, ama jina la mtu aliyefariki, wale wa marehemu waliokufa. Kuna wengine wanaowaita watu wengine wakiwa hai majina, na wale wanaowaita wengine wakiwa wamefariki, yale majina ni ya kimisimu. Kuna watu wengi hawajui misimu ni kitu gani. Ninaposema misimu, misimu ni roho za wa marehemu waliolala makaburini. Wale waliokufa, roho zao zinaitwa misimu, kwa sababu katika ulimwengu ule wa kuzimu kuna kuzimu. Katika ulimwengu ule wa kuzimu, ile misimu iko na inafanya kazi. Ukaitwa jina la marehemu aliyelala kaburini, na huyo marehemu akawa amekufa akiwa masikini. Msimu wake unaweza kukataa wewe usifanikiwe, mpaka wakati utakapopata mtu mwenye nguvu ambaye ataweza kukutenganisha na nguvu ama rahana za lile jina ulilopewa, na kuliweka jina lako wakifu, kuweka majina yako wakifu. Maana yake Waingereza wanasema dedication. Una dedicate your name, ili nguvu za misimu zisikuje kukuharibia maisha. Misimu inaweza kukuharibia maisha. Ndio maana watu wengine katika dunia hii unapata wanaambiwa enda mkatambike misimuni. Ukiwa kama maeneo ya Tanzania, wale ndio wako na maeneo ya misimu. Wameweka misimu, maeneo ya misimu, mahali wanaenda kutambikia misimu yao. Sasa kama wewe
ukapata matatizo ya kimisimu, wanakuambia enda ukatambikie misimu. Wapendwa, nabii mwonaji nimekuja kukuambia jambo. Nguvu za misimu zimewatesa watu wengi sana. Na kuna wengine wanajua kutumia nguvu za misimu na wakaweza kufanikiwa. Misimu, wachawi na waganga wanaitumia. Mtu anaenda kaburini, anaamuza ule msimu uliorara kaburini, anaenda kutumikiza kwa manufaa yake. Mtu anaenda kaburini, anaamuza msimu, anatumia mtu, ule msimu unaanza kumtokea. Maana yake wewe unaporara katika usingizi, unaona mtu aliyelala kaburini, aliyekufa, anakuja, mnaongea naye na kisa anatoweka. Ni kwamba nguvu ya misimu inakufuatilia. Unapoona tendo kama hilo katika maisha yako, ujue kwamba kuna mtu anaenda kaburini, anaamuza ule msimu, anautuma kwako. Na msimu unapokuja kwa nafsi yako, mara nyingi mnapoona misimu ama watu waliokufa wakiwatembelea katika ndoto, ujue kwamba wanakuja kuchukua nafsi zenu. Kuna wengine wanatumwa, wanaambiwa enda mkamchukue fulani, enda mkamchukue Mustafa, enda mkamchukue Joeli, mkamulete mahali mlipo mkapumzike naye. Maana yake kwamba watakuua wakitumia nguvu za kimisimu. Leo nataka nisungumuzie misimu, na siku ingine nitasungumusia juu ya majini. Kuna tofauti kati ya misimu na majini. Kwa hivyo leo niko upande wa misimu peke yake. Na ukiona tatizo hili linakufuatilia, linakutesa, ndio maana familia nyingi hasiwezi kuinuka, kwa sababu misimu yao inakataa watu walio mababu zako na nyanya zako waliolala. Sababu kuna misimu upande wa mama na upande wa baba. Waliokufa wakiwa masikini wanakataa, hawataki kuona watu wengine wakifanikiwa. Wanataka watu watembee bila viatu. Ndio unaona watu wengi wanaoamini mambo ya kimisimu sana wanatembea bila viatu. Hawataki kuvaa mavazi mazuri, kwa sababu mababu zao walikuwa kwa hiyo hali, walikuwa kwa hiyo njia. Hii misimu unastahili uishughulikie. Nabii mwonaji akutenganishe na misimu ya kwenu, iweze kukuachilia, na kutoka kwako kukasaliwe kizazi kipya, kizazi chenye upako mpya, kizazi chenye roho ya utajiri. Na lazima uvunje haya madhabahu, haya maagano ya kimisimu, ndio ukaweze kupenya. Kama misimu inakufungia njia, misimu wanafunga, wanaweza kuharibu nyota yako, wanaweza kuharibu kazi zako. Misimu wakisimama, kama umewakosea, wanafunga njia zako. Wakifunga, inatakikana, kuna dawa moja niko nayo kwa wale watu ambao wamefungwa na nguvu za kimisimu. Iwe imekutovisa kwa muda mrefu, hiyo ukikoga, yaani ukioga hiyo dawa, ile misimu yote inakuajiria, unarudi upya, unaanza maisha mapya. Ienda ingawa ulipewa misimu inakutesa, ama misimu ya kiukoo, ya kifamilia inakufuatilia, inakuharibia mambo yako, niko na jawabu ya kukusaidia niweze kukutenganisha na hizo nguvu za misimu.
wapendwa wangu mnaonitazama, ni nabii mwonaji, ninawaomba muendelee kufuatilia hii channel, muendelee kusubscribe, kulike, kucomment katika channel hii ya nabii mwonaji. Na masomo haya yataweza kuwasaidia kama vile nilivyoanza kufundisha, na masomo haya yameweza kuwasaidia watu wengi. Leo hii watu wengi wamefaidika kupitia channel hii, na watu wengi wameweza kupata uponyaji kupitia channel hii. Na hii channel itakusaidia sana, na kama wewe unafuatilia kila wakati tunapotoa somo letu linaweza kukusaidia. Na washukuru sana wale ambao mnafuatilia, wale ambao mnaendelea kutufuatilia, mtaweza kupata faida nyingi, na faida nyingi mtapata, na Mwenyezi Mungu ataweza kuwabariki. Kwa hivyo hatuchakuja hapa ili kuwapa maneno ya mdomo, lakini tumekuja ili mtu ajue shida yake, ili mtu ajue atafanyaje achitoe kwenye shida hii. Nimeona watu wengi nimewasaidia, wale ambao wamefungwa na misimu, wale ambao mpaka watu wanaambiwa waende kuchinjia misimu, watu wanaambiwa waende kutambikia misimu. Kama uko na tatizo hilo, usijisumbue mwanangu, na kuomba unitafute katika nambari yangu ya WhatsApp, na mimi nitaweza kukusaidia. Nitakutenganisha kabisa na nguvu za misimu. Nitakutenganisha kabisa na nguvu za misimu. Ninamaanisha, ninapokuja hewani ninamaanisha wapendwa wangu, ninamaanisha kitu ninachokisema. Kuna watu wengine katika maisha yao unapata walikuwa na kazi zao vizuri, zinaenda vizuri. Kama ni biashara ilikuwa inaenda vizuri, kazi yoyote ile mtu anafanya ilikuwa inaenda vizuri, ilikuwa inanawiri vizuri. Lakini kwa bahati mbaya unapata hiyo biashara, hiyo kazi inaanza kuanguka. Inaanguka kabisa mpaka mtu anarudi masikini. Hiyo ni nguvu ya misimu. Mtu anarudi fukara. Mtu alikuwa anasika pesa, mtu alikuwa anafanya biashara kubwa, mtu alikuwa anamiliki vitu vizuri, lakini anaporomoka. Hiyo ni nguvu ya misimu. Hiyo ni nguvu ya misimu. Ukinitafuta nitakutengeneza, na mambo yako yatasimama tena, yatarudi upya. Utarudi kwa hali yako ya kwanza, na utaweza kunawiri. Kwa hivyo mambo haya watu wanakosa hekima na maarifa, ndio maana wanateseka. Ndio maana hawajui njia ya kupita ili waweze kujifungua. Kwa sababu kama misimu imesimama mbele ikakufungia njia, kuna njia ya kupita ili ujifungue. Kuna njia unastahili upite ili ujifungue, ujitoe ndani ya hiyo kifungo. Kifungo ya kimisimu ni mbaya sana. Kifungo ya kimisimu ni mbaya sana. Sijui kama unanielewa, sijui kama unanipata. Kifungo ya misimu ni mbaya sana. Misimu inaweza kuharibu familia nzima. Angalia familia nyingi. Nikupe maneno sasa, ndio ujue kitu ninaongea ni ya kweli. Angalia familia nyingi. Kama mzazi alikuwa mlevi, kama mzazi alikuwa anakunywa pombe, alikuwa mlevi, kwa hiyo familia wanasaliwa walevi. Nguvu ya misimu, matabau yale ya kiukoo ya kimisimu inawafuatilia. Yaani kama mzazi akawa mlevi,
pia katika ukoo wake, katika kizazi chake wanasaliwa walevi. Hayo maneno mumesayaona? Ama nabii mwonaji anakuja kuongea vitu ya uongo? Kama kwa familia mtu alikuwa ni mwalimu, unapata watu walimu wanasaliwa kwa hiyo ukoo. Huyo mtu kwa familia yake walimu wanapatikana. Kama mtu alikuwa ni daktari, unapata kwa hiyo kizazi chake madaktari wanapatikana. Kama mtu alikuwa ni mwanasiasa, politician, katika kizazi chake wanapatikana mapolitician. Kama mtu alikuwa ni mtaalamu, mdaktari wa kienyeji, wanapatikana madaktari wa kienyeji ndani ya kizazi chake. Kama watu walikuwa masikini, wanapatikana watu masikini kwa hiyo familia. Kama watu walikuwa matajiri, wanapatikana matajiri ndani ya hiyo familia. Wapendwa, haya mambo ninayoyaongea, naomba kila mtazamaji unayenitazama, uwe kijana, uwe mtu mzima, uwe mama, uwe bwana, uyatafakari haya maneno. Kwa sababu misimu imewaandama watu wengi na imewalipia watu wengi maisha. Kama watu walikuwa wamesaliwa katika ukoo ya ulevi, unaona misimu inakataa watu wasiache ulevi, mpaka tena wanasaliwa walevi. Ni kitu gani unastahili ufanye? Lazima utenganishwe na matabau ya kimisimu yaliyofuatilia ukoo, matabau ya kiukoo yaliyofuatilia familia yenu, yaliyofuatilia ukoo wenu, ili asipatikane mtu wa kufanikiwa. Wale wanafunga hanga, wanafunga njia za kimapato, wanakataa, mpaka lazima utafute njia ya kujichomoa ndani ya hiyo familia, ndio ukaweza kunyanyuliwa na kunyanyuka na kupata nguvu mpya ya kuanza maisha mapya ambayo hayana vizuizi, hayana vifungo. Kuna mtu mmoja, yaani misimu wamemfungia njia. Hata kama pesa alikuwa anapata, leo hii misimu inakataa asipate pesa. Hata watu waliokuwa wanamupa pesa hawamupi pesa, kwa sababu misimu imekataa, imefunga. Na misimu inaweza kuwa inakutokea katika ndoto. Katika ndoto unapolala. Nimesema wanapotoka kule makaburini wanatumwa, wanakuja. Kwenye ndoto unawaona, hawa mnapiga story kisa wanaenda. Ati unaona ni babu yako aliyokufa. Unaona ni nyanya yako aliyokufa. Unaona ni rafiki yako aliyekufa. Anakuja na kuongeleza. Alafu kisa anatoweka. Hiyo ni misimu. Kuna sababu wanapokukujia kwenye ndoto. Kuna sababu kwamba nafsi yako inafuatiliwa, inatumikishwa kule kuzimu. Kwa hiyo inatakikana wewe uchitoe ndani ya hiyo nguvu, uchitoe ndani ya hiyo mamlaka. Na nimesema niko na kitu mtu akitumia anafua yale mavazi ya kimisimu na anavaa vazi lipya. Yaani anatoa ile nguvu, anakuwa kiumbe kipya. Maana yake anakuwa mtu ambaye sasa hakuna kitu ambacho kinamzuilia asifikie mafanikio. Kuna watu wengi leo wangekuwa wamefikia mafanikio yao, lakini misimu wamekuwa vizuizi, wamekuwa visingiti katika maisha yao. Wamefunga kila kitu, wamesima kila kitu, wanasima nyota, wanasima biashara, wanasima kazi. Watu wanateseka, watu wanahangaika kwa sababu ya nguvu ya misimu. Siku ingine ninaongea juu ya majini pia. Kwa hivyo wapendo wangu, watazamaji wangu, kama unanifuatilia,
Na kama wewe uko na akili sawa, keti ujiulize maswali. Kwa nini watu wengine wanafanikiwa? Kwa nini familia zingine zinaendelea? Kwa nini watu wengine wanaweza kupata mambo mema, mambo mazuri? Kwa nini mimi? Kwa hivyo basi, ukijiuliza na ukipata majibu, unitafute. Kama kuna tatizo hilo, unitafute na mimi nitakusaidia. Kwa hivyo wapendwa wangu, ni nabii mwonaji, daktari nabii mwonaji, daktari Prophet mwonaji Samson kutoka Nairobi, Kenya. Mahali popote tunakusaidia, ukiwa nchi yoyote ninakusaidia. Kwa hivyo karibuni sana katika namba yangu ya WhatsApp, na wale wanataka kujoin zure ya nabii mwonaji, naomba muniandikie message pale kwa namba ya WhatsApp ili tuone vile mtajiunga na wanafunzi wengine wanaofuatilia shule ya nabii mwonaji, ambapo ninawafundisha moja kwa moja, na watu wengi wameweza kufanikiwa kupitia kwa mafunzo yanayokuja. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki mahali popote mlipo. Naomba uendelee kutegea somo lingine linalofuata la kimajini.